Na kwenye biashara, Kenya inashauriana na Benki ya Dunia kuhusu mpango mpya wa utoaji mikopo ya kufadhili maendeleo unaotarajiwa kuwasilishwa kwa bodi ya benki hiyo ili uidhinishwe. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya, Daktari Kamau Thuge, amesema Benki ya Dunia haijasambaza fedha zozote chini ya mpango huo uliopendekezwa, kwani mashauriano bado yanaendelea. Kenya imekuwa ikijadiliana na Benki ya Dunia kuhusu mpango huo mpya wa ufadhili. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya, Daktari Kamau Thuge, anasema Kenya inatarajia taratibu za utoaji mikopo hiyo kukamilishwa hivi karibuni ili kuziba nakisi ya bajeti na kusaidia kulipa mikopo ya serikali ya riba ya juu. We are actually in the process of discussing with the World Bank, as you know, on the DPO, and we hope that the DPO will go to the board of the World Bank for discussion fairly shortly. Similarly, there hasn't been any disbursements regarding the emergency financing. That has not started yet, but of course it's an ongoing discussion. But we hope also that will be finalized quite shortly. Kwingineko, kampuni ya maziwa ya Brookside imewalipa wafugaji ng'ombe wa maziwa kiwango cha chini shilingi milioni 255 kama vishawishi vya utoaji maziwa mengi na ya ubora wa juu katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Meneja wa kampuni hiyo anayehusika na ununuzi maziwa, Emmanuel Kabaki, amesema kampuni hiyo inatoa mafunzo kwa wafugaji ng'ombe wa maziwa ili kuiainisha shughuli zao na teknolojia ya kuimarisha mfumo wa uongezaji dhamani. Something that we want to continue, and we want to increase the opportunities for these farmers to access even additional goods and even services through this program. We have continued to support our farmers in terms of fodder establishment. Last year we gave out super Napier cuttings and sweet potato vines to our dairy farmers so that they can establish the same in their farms. And over and above just giving the cuttings, we have trained these farmers on how to properly establish fodder for their cows. Mwishowe, benki ya Shelter Afrique inasema inanuia kujitosa kwenye sekta ya nyumba barani Afrika, huku ikijizatiti kupanua wigo wake. Mkurugenzi mkuu wa benki hiyo, Thino Habib Han, amesema bara hili linakabiliwa na hitaji la nyumba zaidi ya milioni 53 na hivyo ipo haja ya kubuni ubia thabiti ili kupata mtaji hitajika. Bentro Enjue, Darubini.